Na wakati tunapoenda kujifunza neno la Mungu, nitafundisha jambo moja linasema ya kwamba kichwa cha somo kumtumikia Mungu kupitia vipawa na karama. Kumtumikia Mungu kupitia vipawa na karama. Na kabla sijaanza kufundisha, niseme maneno machache yafuatayo kama utangulizi. Kila mtu aliyeokoka anapoingia kwenye nyumba ya Mungu, akaitwa kwenye wokovu, akaokoka na akaanza kumwabudu Mungu, ni yeye anatakiwa awe mtumishi wa Mungu. Anatakiwa awe mtumishi wa Mungu, kwa maana ya kwamba sisi wote ambao tumeokoka, Mungu ametuita tuweze kumtumikia. Kwenye Biblia kama ukisoma vizuri, Mungu ametoa wito aina tofauti tofauti. Mojawapo ya wito ambao Mungu ameutoa kwenye Biblia unaitwa wito wa wokovu. Ni wito kwa ajili ya watu wote wenye dhambi, wanatakiwa watubu dhambi na kuziacha, kisha baada ya pale wamjilie Mungu. Lakini wito aina nyingine Mungu amewaita watu unaitwa wito wa kumtumikia Mungu, na huu ni wito kwa watu waliookoka. Wewe ambaye umeokoka, umeingia ndani ya nyumba ya Mungu na unahesabika kama kanisa, umeitwa kumtumikia Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Na kwa sababu ninapofundisha kumtumikia Mungu kupitia vipawa na karama, mara nyingi watu tunaposema ya kwamba huyu ni mtumishi wa Mungu, wengi tunachukulia zile nafasi ambazo niseme ya kwamba, nitolee mfano wa nafasi kama mbili. Mfano nafasi ya uchungaji na nafasi ya uaskofu. Mara nyingi watu wakisema ya kwamba mtumishi wa Mungu, wanachukulia zile nafasi mbili peke yake na baadhi ya zingine. Lakini ukweli ni kwamba kwenye Biblia Mungu anawaita watu wote waliokoka waweze kumtumikia. Hata viongozi wa serikali Mungu amewaita kumtumikia. Kama ukifuatilia vizuri, Musa pamoja na Daudi na watu wengine walikuwa ni viongozi wa serikali, hata Danieli, lakini bado waliitwa ni watumishi wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa wewe uliyeokoka, unatakiwa utambue ya kwamba wewe ni nani? Wewe ni Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo wewe ambaye umeokoka, unatakiwa uliweke hilo kwenye ufahamu yako ya kwamba wewe ni mtumishi wa Mungu. Na katika kumtumikia Mungu kuna namna nyingi, lakini zile ambazo nimenoti kwa haraka, kuna namna kama 3 za kumtumikia Mungu. Japokuwa zinaweza zikawa zaidi hapo, lakini mimi nimeweka kwenye makundi 3. Namna ya kwanza ya kumtumikia Mungu, tunamtumikia Mungu kupitia mali zetu. Kwa maana ya kwamba fedha ulizonazo, mifugo, mashamba na vitu vingine vyote, unatakiwa umtumikie Mungu kupitia vile. Bwana Yesu asifiwe. Kwa wewe ambaye umeokoka, unaweza kumtumikia Mungu kupitia nini? Mali zako. Ndio maana Biblia ukisoma kwenye kitabu cha Warumi sura ya 10 ukianzia almost ule mstari wa 14 ukaenda mpaka wa 17, ukisoma pale Biblia inaonyesha kwa namna gani ilivyo mizuri miguu ya mtu ambaye anayeleta habari njema ya neno la Mungu. Lakini anasema ya kwamba katikati ya huyo anayepeleka habari njema, anasema hivi, watu wanatakiwa wasikie habari njema ili wamwamini Mungu. Akauliza swali akasema, watamwaminije yeye wasiye msikia? Na watamsikiaje pasipo mhubiri? Na anasema ya kwamba huyo mhubiri ataendaje asipopelekwa? Sasa hawa nao wasema ya kwamba ataendaje pasipo kupelekwa. Yule anayepeleka ni yule anayetoa mali zake. Yaani tuseme ya kwamba ananyosha mkono wake mrefu, anaenda kwa njia ya mali zake. Bwana Yesu asifiwe. Ndio maana kwenye Biblia kuna watu wengine hawakuhubiri wala hawakufanya kitu kingine chochote ambacho tunaweza tukatafsiri sisi ni utumishi wa Mungu, lakini walitoa mali zao, vile walihesabika wamemtumikia Mungu. Lakini kuna namna ya pili ya kumtumikia Mungu, inaitwa kumtumikia Mungu kwa nguvu zako. Mungu anazihitaji nguvu zako ili uweze kumtumikia. Ndio maana Yesu kwenye lile agizo, kwenye ile inaitwa amri kuu, kwa sababu kwenye Biblia kuna kitu kinaitwa agizo kuu na amri kuu. Agizo kuu ni kuhubiri Injili, amri kuu ni upendo.
Bwana Yesu asifiwe. Kwenye ile amri ilikuwa anasema hivi, mpende Bwana Mungu wako kwa moyo wako wote, kwa nguvu zako zote, kwa akili zako zote. Sasa ile neno kwa nguvu, maana yake umtumikie Mungu kwa nini? Kwa nguvu zako. Kwa hiyo kuna wengine wanaitwa ni watumishi wa Mungu, hawahubiri injili. Inawezekana muda mwingine hawajatoa mali kwa wakati huo, lakini wamemtumikia Mungu kwa nini? Kwa nguvu zao. Bwana Yesu asifiwe. Lakini kuna namna ya tatu sasa ambayo mimi nitakuwa ninazungumza, kumtumikia Mungu kupitia vipawa na nini? Na karama. Mnanielewa watu wa Mungu? Tunaelewana hata kidogo? Kwa wewe uliyeokoka unatakiwa utambue ya kwamba Mungu amekuokoa uje kumwabudu pamoja na kufanya mambo mengine, lakini wewe unatakiwa utambue wewe ni mtumishi wa nani? Wa Mungu. Fungua pamoja nami kitabu cha Injili ya Yohana sura ya 12 na ule mstari wa 26. Injili ya Yohana 12:26. Yohana 12:26, Biblia inasema, mtu akinitumikia na anifate, nami nilipo ndipo na mtumishi wangu atakapokuwapo. Tena mtu akinitumikia, Baba atamheshimu. Nitarudia, mtu akinitumikia na anifate, nami nilipo ndipo na mtumishi wangu atakapokuwapo. Tena mtu akinitumikia, Baba atamheshimu. Hayo maneno ni maneno ya Yesu wakati akiwa hai duniani, akiwa anaendelea kufundisha neno la Mungu. Na wakati hapo anazungumzia kwa habari, niseme huu ukurasa wote unazungumzia kwa habari ya gharama ya kumfuata Yesu. Kule juu ameanzia kusema ya kwamba yeyote anayetaka kunifuata ajikane yeye mwenyewe, kisha baada ya pale aubebe msalaba wake anifuate. Na anapofika hapa anaanza kuzungumzia mambo ya utumishi. Ndio anasema ya kwamba mtu akinitumikia na anifuate. Maana yake kumbe kabla mtu hajaanza kuitwa mtumishi wa Mungu, huu mstari unafunua ya kwamba anatakiwa aanzie kumfuata nani? Yesu. Kwa hiyo wewe kabla hujaanza kumtumikia ni lazima kwanza umfuate. Na hili neno linalotumika hapa mfuate ni sawasawa na neno ambalo alikuwa anawaambia wanafunzi wake. Yesu wakati anaanza kuita wanafunzi, alimkuta Mathayo mtoza ushuru, akamwambia kwamba acha kutoza ushuru nifuate. Akamkuta Petro anavua samaki, akamwambia acha hii kazi na mimi nitakufanya kuwa mvuvi wa watu. Sasa lile tendo la kusema ya kwamba nifuate, alikuwa anataka kumaanisha ya kwamba waache yale maisha ambayo walikuwa wanaishi. Baada ya pale waanze kuishi maisha kama anayoyataka yeye. Na lugha nyepesi Yesu aliwaita wanafunzi wake. Sasa lile neno wanafunzi wake lililoandikwa pale sio sawa na wanafunzi ambao wanaenda kwenye shule za leo. Bwana Yesu asifiwe. Samahani nitakuwa ninachanganya lugha, lakini nitakuwa ninaelezea. Ile wanafunzi ambayo Yesu alikuwa anaitumia kwa lugha ya Kiingereza inaitwa discipleship. Lakini lugha ya wanafunzi ambao wanaenda shule ya msingi wanaitwa pupils. Wanaenda sekondari na vyuo wanaitwa students. Sasa utofauti wake ni kwamba wale ambao wanaenda kwenye shule pamoja na vyuo vya duniani wanaenda kujifunza na kupokea maarifa. Lakini Yesu ametumia neno discipleship kwa maana ya kwamba ni watu ambao wanamfuata yeye, kisha baada ya pale anawageusha tabia zinafanana kama yeye. Baada ya pale sasa ndio anasema ya kwamba mtu akinitumikia na anifuate. Maana yake kabla hujaitwa kuwa mtumishi wa Mungu ni lazima ufuate tabia za Yesu. Watu wa Mungu tunaelewana? Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo huu mstari unafunua ufunuo mkubwa sana ya kwamba mtu akinitumikia na anifuate, maana yake kabla hujawa mtumishi lazima umfuate Yesu. Lakini pia anasema ya kwamba yeye alipo ndipo na mtumishi wake atakapo kuwepo. Maana yake wewe ukimfuata Yesu, vile ambavyo Yesu atakuwa anatembea ndivyo ambavyo wewe utakavyokuwa unatembea. Ndio maana sisi mfano wetu wa kuiga wa juu sana kuliko vyote ni Yesu Kristo. Wote tunajifunza kwa watu tofauti, tunajifunza kwa wachungaji, tunajifunza kwa maaskofu, lakini hatukopi na kupesti. Yaani hatuchukui kila kitu, kwa maana ya kwamba kila mtu ameitwa kwa kusudi lake. Ili isipokuwa mfano wa mwisho wa kuiga maisha ambayo hayana upungufu ya Yesu Kristo peke yake.
aliyeishi bila kutenda dhambi. Hatukatazi kujifunza kwa watu, tunajifunza na kuheshimu, lakini mwisho wa yote Biblia imesema ya kwamba tunatakiwa tumfuate Yesu, tumfananie mpaka tufike kwenye cheo cha utimilifu wake. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo wewe kabla hujaitwa mtumishi wa Mungu umeokoka, na unapookoka unatakiwa umfuate Yesu. Maana yake uendelee kuyaishi mapenzi ya Mungu. Ndio anasema ya kwamba ukifanya hivyo, yeye atakapokuwapo na wewe utakuwapo. Halafu anaongezea jambo lingine la ajabu kwenye huo mstari, anasema hivi, mtu akinitumikia Baba atamheshimu. Maana yake anasema ya kwamba yeyote anayeitwa mtumishi wa Mungu, Mungu huwaga anamheshimu. Sasa hilo neno linalosema ya kwamba Mungu atakuheshimu haina maana ya kwamba Mungu atakuinamia. Bwana Yesu asifiwe. Unajua heshima ambayo Mungu anatuheshimu tofauti na sisi heshima ambayo tunamheshimu yeye. Heshima tunayomheshimu Mungu ni kwa sababu ya nafasi aliyonayo. Yeye ni Baba. Bwana Yesu asifiwe. Wewe jinsi ambavyo unavyomheshimu baba yako tofauti na vile ambavyo baba yako anaweza kufanya nini? Kukuheshimu. Tofauti. Maana yake pale sisi tunamheshimu Mungu kwa kumnyenyekea na kufanya kila namna ya unyenyekevu kwake. Lakini yeye pale anaposema ya kwamba atajiheshimu, ametumia neno la Kiingereza linaloitwa acknowledge au recognize, kwa maana ya kwamba Mungu atakutambua ya kwamba wewe upo. Bwana Yesu asifiwe. Na akikutambua unatakiwa ujue ya kwamba jambo linalofuata baada ya pale ni kubarikiwa. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe, watu wa Mungu. Haleluya. Unatakiwa utambue ya kwamba wewe umeitwa ufuate Yesu. Baada ya pale ugeuke kuwa mtumishi wa Mungu. Na ukiwa mtumishi wa Mungu, Mungu ameahidi ya kwamba mahali popote utakapopita atakuwa pamoja na wewe. Kisha baada ya pale atakutambua, kwa maana ya kwamba atatambua maisha yako na kukubariki. Ndio maana watu wanakoseaga kuomba. Wanasema hivi, Yesu ulisema ya kwamba utakuwa pamoja nasi hata ukamilifu wa dahari. Soma pale maelekezo juu. Pale maelekezo juu yanasema ya kwamba enendeni katika ulimwengu mkaihubiri injili kwa kila kiumbe. Tena anasema ya kwamba mkawafanye mataifa yote kuwa wanafunzi wangu, mkiwabatiza kwa jina la Baba, la Mwana na Roho Mtakatifu, na kuwafundisha kushika yote. Mkisha kufanya hayo ndio anafuata sasa, tazama mimi niko pamoja nanyi hata ukamilifu wa dahari. Maana yake wewe ukifanya kazi ya Mungu, Mungu ndio atakuwa pamoja na wewe mpaka mwisho. Ukiacha kufanya kazi ya Mungu, Mungu anaondoka kwenye maisha yako. Mnanielewa watu wa Mungu? Mnanielewa watu wa Mungu? Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa somo langu ni refu sana, lakini kuna mambo nitayaacha. Nitakuja kufundisha siku nyingine kama nikipata nafasi. Sasa hapo nilikuwa ninatoa utangulizi, hata bado sijaanza kufundisha. Bwana Yesu asifiwe. Sawa. Sasa somo langu nimeligawa kwenye vipengele vitatu. Sijui kama nitamaliza. Nikiishia njiani hamna shida. Siku bado zipo, hatufi, bado tupo, tunaendelea. Nimeliweka kwenye vipengele vitatu. Nitatoa utangulizi kwa mambo machache, alafu nitaongea vipawa na karama katika utendaji, na jambo la mwisho nitaongea vigezo vya kuweza kumtumikia Mungu kupitia karama na vipawa. Sasa kwenye utangulizi, namba 1, utangulizi. Andika hivyo. Namba 1, utangulizi. Hapo kwenye namba 1, hiyo 1 utangulizi, A, maana ya kumtumikia Mungu. A, maana ya kumtumikia Mungu. Na kufundisha hivyo ni kwa niseme ya kwamba wanatumia lugha gani? Sasa wanasema kwenye academic, yani kwenye uandishi unatakiwa uandike vizuri, upangilie vizuri kile unachokiandika. Ukiandika vibaya kitakuja kikusumbue ukisoma. 1, utangulizi, ambapo hapo kwenye 1 A, maana ya kumtumikia Mungu. Sasa mimi nimesema tu leo tutajifunza kumtumikia Mungu kupitia vipawa na nini? Na karama. Sasa swali linakuja. Natakiwa kwanza ni utafsiri ujumbe ili uweze kunielewa. Nini maana ya kumtumikia Mungu? Hapo ndipo tunapoanzia. Bwana Yesu asifiwe. Sasa kumtumikia Mungu maana yake nini? Kumtumikia Mungu ni kufanya kazi au wajibu
badala ya Mungu. Kumtumikia Mungu ni kufanya kazi au wajibu badala ya Mungu. Luka 10 mstari wa kwanza na wa pili. Luka sura ya 10 mstari wa kwanza na wa pili. Halafu mnaojua kusoma na kuandika halafu mjaja na madaftari, mnafanya kosa moja kubwa sana. Bwana Yesu asifiwe. Mwanafunzi ambaye huaga anaenda darasani bila daftari huaga anafeli. Sasa mara nyingi Wakristo tunakuja kanisani bila. Ipo hivi. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Ipo hivi, ukiona kitabu chochote duniani, jambo la kwanza ambalo inabidi likujie akilini ni shule. Ukiona kitabu chochote duniani, ujue ni nini? Kitabu chochote kile kimewekwa kwa ajili ya kusomwa. Na kitabu chochote ili uweze kukielewa ni lazima ufundishwe na anayekifahamu. Ndio maana ukienda shule ya msingi utawakuta walimu wanafundisha. Wanaanzia kufundisha 1 2 mpaka 10. Wanaimba na nyimbo 1 2 3 4 5 6 7 8 9. 9 ya mwalimu wanaruka. Hapo yupo anafundishwa. Bwana Yesu asifiwe. Kwa kadri unavyoendelea kufundishwa, kila mahali kuna walimu. Na ukija kwenye mambo ya Mungu kuna walimu. Bwana Yesu asifiwe. Na anaposema na sina maana ya karama ya walimu, na maana wapo wanaofundisha neno la Mungu. Kwa wewe inabidi unaandika ili hayo mambo unajikumbusha. Ukiwa unakuja tu umerelax, umetulia, alafu baada ya pale unajua wale ambao hawajui kusoma na kuandika huaga wana neema ya ziada. Tofauti na wewe ambao unajua na kusoma na kuandika, alafu baada ya pale unajikausha. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Kumtumikia Mungu ni kufanya kazi au wajibu badala ya Mungu. Luka 10 mstari wa kwanza na wa pili. Yaani kwa maana nyepesi kwamba kila ambacho Mungu alitakiwa aje afanye duniani anakupa wewe ukifanye. Mnanielewa watu wa Mungu? Kumtumikia Mungu ni kufanya kazi au wajibu badala ya Mungu. Yaani lile jambo ambalo Mungu alitakiwa aje alifanye duniani anakupa wewe ulifanye. Mojawapo ya mambo ambayo Mungu anatakiwa duniani aje ayafanye, mojawapo kutawala. Mungu yuko juu ya yote, anatakiwa atawale. Sasa wewe anakupa utawale badala yake. Lakini jambo lingine, kufanya kazi ya kuokoa. Sio kwamba wewe ndiye unayeokoa, ila ina maana ya kwamba anakushirikisha kwenye ile kazi ya wokovu. Anakupa kazi ya kuomba, kwenda kuhubiri kama hivi tunavyoenda kuhubiri Injili. Maana yake wewe pale unafanya badala ya nani? Ya Mungu. Maana yake Mungu alitakiwa ashuke na malaika zake. Mungu ndo aweke hapo sijui speaker ashike mic na malaika wanashangilia. Maana kazi ya kuokoa ni ya nani? Ni ya Mungu. Lakini anatushirikisha sisi ambao tumeokoka tufanye pamoja naye ile kazi. Ndio maana nimesema kumtumikia Mungu ni kufanya kazi badala ya nani? Ya Mungu. Yaani kila ambacho Mungu alitakiwa afanye wewe unakifanya. Ukisoma hapo kwenye Luka 10 mstari wa kwanza na wa pili, Biblia inaelezea wakati Yesu akiwa anaendelea kuhubiri Injili, alichukua wanafunzi 70 akawatuma wawili kila mahali ambapo alikusudia yeye kuenenda. Maana yake wakati Yesu akiwa katika mwili huu, kuna mahali pengine hakuweza kufika. Tunachofahamu ni kwamba Yesu ni Mungu, anaweza yote, anajua yote, yuko kila mahali. Lakini wakati akiwa amevaa huu mwili wa nyama, maana yake ulimzuilia baadhi ya mahali kuweza kufika. Sasa kwa sababu hiyo, kuna mahali pengine Yesu kwenye ulimwengu wa roho alikuwa akitazama, natakiwa nifike na Nyambura, natakiwa nifike na Nguru, natakiwa nifike na wapi. Alipoona hivyo kuna mahali pengi anahitajika, akachagua watu 70, akawatuma wawili kula alikotaka kwenda yeye, wakaenda badala. Maana yake walikuwa wanamtumikia Mungu. Tunaelewana watu wa Mungu? Bwana Yesu asifiwe. B, maana ya karama na vipawa. B, maana ya karama na vipawa. Sasa kama tumesema hivi, tunajifunza kumtumikia Mungu kupitia karama na nini? Na vipawa. Sasa je, karama ni kitu gani? Kipawa ni kitu gani? Ema unasinzia? Wewe jamaa asinzii kweli? Wewe Ema, unasinzia? Jana uwe makini.
Hiyo unasikiliza neno la Mungu au wasikilizaji ukiwa umeshika tama hivi. Kaa vizuri kanisani. Sasa kama tunajifunza kumtumikia Mungu kupitia karama na vipawa, na nimeelezea nini maana ya kumtumikia Mungu, ni kufanya kazi badala ya Mungu. Kila ambacho Mungu alitakiwa aje afanye, wewe ndio unatakiwa kukifanya. Sasa sisi tunajifunza kumtumikia Mungu kupitia vipawa na karama. Je, karama ni kitu gani na vipawa ni kitu gani? Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nikifundisha tu hiyo maana, baada ya pale itaruka nitakimbia mbali sana. Sasa Romani 1 maana ya kipawa. Kipawa lugha nyingine wanakiita kipaji. Bwana Yesu asifiwe. Sisi maana yake ni? Maana yake ni hii ifuatayo. Kipawa au kipaji ni uwezo wa asili kutoka kwa Mungu anaozaliwa nao kila mtu, unaomfanya afanye mambo kwa wepesi, ufanisi na ubora kuliko wengine. Kipawa au kipaji ni uwezo wa asili kutoka kwa Mungu. Hapo nisikilize vizuri. Ni uwezo wa asili kutoka kwa nani? Kwa Mungu anaozaliwa nao kila mtu, unaomfanya afanye mambo kwa wepesi, ufanisi na ubora kuliko wengine. Bwana Yesu asifiwe. Hata kwa definition hiyo, maana kumbe vipawa vyote au vipaji vinatoka kwa nani? Kwa Mungu. Na kama huu uwezo kila mtu anazaliwa nao, maana yake wote tuliomo tuliokuja kanisani, kila mtu ana nini? Ana kipawa au kipaji. Maana yake huu ni uwezo wa asili. Sasa huu uwezo wa asili maajabu yake ni haya tu. Huu uwezo wa asili unatoka kwa Mungu. Lakini Mungu jinsi anavyoutoa, huaga anautoa wakati mtu akiwa anafanya nini? Anazaliwa. Haijalishi ataokoka au hatafanya nini? Hataokoka. Huu uwezo mtu anakuwa nao. Na mfano mwepesi huku chini nitakutajia au nitaje tu mifano. Mfano wa vipawa au vipaji ni uimbaji. Uimbaji ni kipawa au kipaji. Japokuwa mtu akiokoka, hiki kipawa au kipaji Mungu anakivuvia Roho Mtakatifu, kinageuka kuwa karama kwanza kuhudumia watu wa Mungu. Lakini kwa asili uimbaji ni nini? Ni kipaji au kipawa mtu anazaliwa nacho, haijalishi. Ndio maana kule duniani kuna watu hawajaokoka ila wanafanya nini? Wanaimba. Shetani alichokifanya sio kwamba shetani anatoa vipawa. Hiki kipawa mtu alizaliwa nacho. Sasa huyu mtu aliposhindwa kuokoka au kuja kwa Mungu, shetani akakiharibu kile kipawa. Badala ya kutumika kwa ajili ya kumsifu Mungu, akakigeuza kikaanza kumsifu nani? Shetani. Ndicho ambacho shetani anachokifanya. Shetani hatoa vipawa wala vipaji, vyote vinatoka kwa Mungu. Ili isipokuwa mtu anapozaliwa nacho, akishindwa kuokoka, maana yake hiki kipaji, shetani anakuja kwenye maisha ya mwanadamu, anafanya kazi tatu. Kwa mujibu wa Yohana 10:10. Biblia inasema hivi, mwivi haji ili aibe, kuchinja na kufanya nini? Na kuharibu. Ila Yesu anasema hivi, mimi nalikuja ili wawe na uzima, kisha wawe nao tele. Maana yake kumbe shetani akija, moja anakuja kuiba, mbili anakuja kuchinja, halafu tatu anakuja kufanya nini? Kuharibu. Maana yake kwenye issue ya vipaji, maana yake mtu asipookoka, shetani anachokifanya hiki kitu, anaharibu hiki kipaji cha mtu. Badala ya kuimba kumsifia Mungu, utamkuta kwa anaimba manyimbo ya mapenzi, ya matusi. Kilichofanyika nini? Huyu mtu alikuwa nacho hicho kipaji cha kuimba tangu wakati akiwa anazaliwa, ila kimeharibiwa. Tunaelewana watu wa Mungu? Mfano mwingine wa kipaji ni uongozi. Kwa asili uongozi ni kipaji ambacho mtu anazaliwa nacho. Ndiyo maana tuna viongozi wengine ambao wanaongoza hata taifa hili hawajafanya nini? Hawajaokoka wengine. Ile hekima ya uongozi mtu huwaga anazaliwa nayo.
Japokuwa kuna wengine uwaga wakiokoka, uwaga wanapewa hii neema, Mungu anaamua kukirimia. Ndio tutazungumza hapa chini kwa habari ya karama. Lakini kwa asili kabisa uongozi ni nini? Ni kipaji. Mtu anazaliwa nacho. Kama umewahi kufuatilia vizuri, sema matatizo ya kutambua vipaji ni makubwa miongoni mwa familia na taifa kwa ujumla. Mara nyingi mimi wakati nasoma shule ya msingi nilikuwa naona mtu ambaye ana uwezo wa kuchapa sana viboko wenzake ndio anaweka kuwa kilanja, ili kwamba hao anaamrisha kwa kupiga. Kwa asili uongozi sio kuamrisha, japokuwa kuna wakati amri inahitajika. Bwana Yesu asifiwe. Kwa siku nilifundisha kidogo somo la uongozi. Nilifundisha vitu vichache. Niliwafundisha kama maana 5 zisizo sahihi kuhusu uongozi. Sasa huko sizungumzii. Mfano mwingine wa kipawa au kipaji ni ualimu au kufundisha. Kwa asili ualimu au kufundisha ni nini? Ni kipaji. Wale wote wanaofundisha kwenye shule wameokoka. Kile ni kipaji mtu anazaliwa nacho. Mfano mwingine ni ufundi. Ufundi ni kipaji kwa asili. Japokuwa kuna wengine wanaokokaga Mungu anawapa kama neema, kama zawadi, kama karama. Ila kwa asili ufundi ni nini? Ni kipaji. Na hii ufundi ina matawi mengi. Ina matawi mengi. Sasa sitayazungumza sana. Mfano mwingine wa vipawa ni muziki. Muziki ndio tawi kubwa ambalo linazaa uimbaji, linazaa upigaji wa vyombo, linazaa ufundi, yani fundi mitambo, muimbaji na naye yani wote wanaohusika na kitu kinaitwa muziki. Wote wapo kwenye tawi la kipawa kinaitwa nini? Muziki. Ndani yake ndio kuna uimbaji, kuna mtu anapiga vyombo, kuna mtu anatengeneza nini? Vyombo. Kwenye kitu kimoja kinaitwa muziki. Hiki kinaitwa kipawa, mtu anazaliwa nacho. Ndiyo maana kiuhalisia, ili tuseme ya kwamba wewe ni mwimbaji, inatakiwa tukikupa hivi mic, unatakiwa uwe na uwezo wa kufanya nini? Wa kuimba. Hata kama tukisema tusime muziki, baada ya pale tukwambie hivi, shika mic uimbe vile vile kama vile ambavyo ulikuwa unaimba. Ukiona ukishika mic umeshindwa kuimba wakati muziki umezima, maana yake wewe kuna uwezekano una kipawa cha nini? Cha uimbaji. Japokuwa mengine yanakuwa ni matatizo ya mazoezi. Kuna wengine wanajua kuimba lakini hawajui kuimba sauti. Unampa aimbe sauti, vitu inapiga hivi, yeye sauti anapaisha juu. Anaimba sauti sio ya 18. Bwana Yesu asifiwe. Hata kuhusu sauti hiyo ni shule nyingine. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Sasa watu wa Mungu, nimesema kipawa au kipaji ni uwezo wa asili kutoka kwa Mungu anaozaliwa nao kila mtu, unaomfanya afanye mambo kwa wepesi, ufanisi na ubora kuliko wengine. Maana yake kama wewe una kipaji, utakuwa unafanya mambo kwa ubora kuliko wengine. Mimi nilipozaliwa nilijua tangu nikiwa shule ya msingi mimi naweza kufundisha. Haijanikuta baada ya kuokoka. Nilipokuja kuokoka nikaanza kusoma maandiko na kufundishwa na kulelewa, ndio nikaja nikagundua kufundisha mimi haikuwa tu kalama, ili isipokuwa kilikuwa ni kipaji tangu wakati nimezaliwa. Kwa sababu nilikuwa nina uwezo wa kufundisha tangu nikiwa shule ya msingi. Na nilianza kugundua wakati nimefika la 7, mwalimu amefundisha hajaeleweka. Ila kitoka wananiambia shika chaki, ingia ubaoni. Nafundisha wanafunzi wanaelewa. Nimeenda sekondari tangu nikiwa form 2 nakumbuka, nikiwa form 2 mpaka form 4. Mimi ndo nilikuwa ninaandaa notes ambazo mwalimu alitakiwa aje afundishie. Ananipa vitabu ananiambia kachambue. Naenda kuchambua nampa na yeye anafundishia. Akifundisha muda mwingine wanafunzi hawaelewi. Akitoka wananiambia kaa ubaoni, na kaa ubaoni nafundisha mpaka wanaelewa. Kwa ni kipaji ambacho Mungu alinipa tangu wakati. So kujivuna, natoa ushuhuda. Amen. Bwana Yesu asifiwe. So kuna muda mwingine ukisema hivyo, sasa najivuna. Mimi sijasema kwa kujivuna. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Kwa watu wa Mungu unatakiwa utambue ndani yako kuna nini. Ndani yako kuna nini? Maana yake kama wewe una kipawa cha muziki, tunatakiwa tukuone aidha kwenye uimbaji
aidha kwenye kurekebisha mitambo, aidha kwenye kupiga vyombo vyenyewe, au wewe ni kiongozi. Unajua kiongozi muda mwingine uwaga anaonekana tangu akiwa mtoto mdogo. Anaweza akawa anaongoza wengine nyumbani, wakitaka kwenda hivi anawazuilia. Mfano mwepesi, naomba nitoe mfano wa nyumbani kwetu. Mfano mwepesi, mimi namuonaga mtoto wa kaka nyumbani, nikimwangalia vizuri nakuja kugundua na kipawa kimoja cha kuimba hatari. Ukimpa simu hivi aangalie wimbo, akiangalia mara hii, ukija kumpa siku nyingine, jinsi ambavyo wanavyoimba kwenye simu anaimba nao bila kukosea. Hapo na miaka kama 6. Bwana Yesu asifiwe. Sasa changamoto ya wazazi ni moja. Mfano anaweza akakaa katulia akaanza kukumbuka wimbo wa kwaya ambao niliwahi kumwekea. Akianza kuimba bebe fie kelele ulete organizer. Shida ni nini? Hawajui matokeo yake, wanauaga vipaji. Ndio maana kuna watoto wengine wamezaliwa kwenye eneo la ufundi kwa sababu ya wazazi kutokujua. Unamkuta anatengeza, wewe na wewe unazunguka na nini? Toka hapa nenda kalale. Sio hivyo. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe sana. Nanielewa watu wa Mungu. Misali 17:8 ukisoma. Misali 17:8 Biblia inasema hivi: kipawa ni kama kichwa cha samani machoni pake yeye aliyenacho. Kila mahali kinapogeuka kufanikiwa. Misali 17:8. Misali 17 mstari wa 8. Yaani kipawa ni kama kichwa cha samani machoni pake yeye aliyonacho. Kila mahali kinapogeuka waga kinafanya nini? Kinafanikiwa. Watu wa Mungu, kipaji ndio kinakupa. Kuna mchungaji mmoja aliwahi kusema jambo la ajabu. Alisema hivi: unajua tangu dunia ianze na watu wote kumiliki hela, unajua hela hazijawahi kutoka duniani. Si unajua hilo? Hakuna mtu ambaye amewahi kuzikwa na nini? Na hela zake. Akifa hela zinafanya nini? Kwa kumbe tangu hela na dhahabu alizokusanya Sulemani bado ziko wapi? Duniani. Ukipatia tu mtaa zinapozungukiana unazipata. Sasa mojawapo ya mtaa ni kutumia kipaji chako. Ukiweza kutumia kipaji ulichonacho wewe, kitakuletea faida. Bwana Yesu asifiwe. Kuna muda mwingine kipawa ulichonacho, muda mwingine wewe hujataka makuu, lakini chenyewe kinaanza kukupa kufanikiwa. Ninakumbuka nikiwa advance, nilikuwa ninafundisha sana neno la Mungu. Kila wakilipa kipindi kwenye dini, mimi nafundisha neno la Mungu. Tukienda darasani, ninafundisha. Mwalimu akifundisha hajaeleweka, mimi ninafundisha. Ninakumbuka nilifika form 5 na form 6, kuna watu walikuwa wamesoma wamemaliza mada zote, alafu mimi sijui hata mada ya kwanza ni nini. Alafu wakaanza kutamba, hamjui kabisa hata mada. Waishaanza kusoma na za form 6. Nikasema hamna shida, tuendelee. Alafu mwalimu mmoja akatukana, akasema hapa kwetu shuleni kina wachungaji na kina mchungaji ndio waga wanafeli, yaani maanisha wanaosali. Ile iliniumiza sana, ilibidi nimjibu mwalimu mbele ya wanafunzi. Nikamwambia hivi, mwalimu, mwaka huu itakuwa kinyume. Na Mungu aligeuza mpaka tulienda kumaliza mtihani wa mwisho wa kwanza na wa pili walitoka kwa waliookoka. Bwana Yesu asifiwe. Nilipoanza kukitumia kipaji kile cha kufundisha, kuna mambo ya ajabu yalitokea sana. Na umoja siku moja niliwahi kwenda kufundisha kanisani nikahubiri. Mimi mwenyewe hata sielewi. Alafu siku nyingine wamama wakawa na sherehe, wamama kanisani. Alafu nilishangaa siku ile. Na ishtukia tu kuna mama mmoja aliwahi kunikuta tu nahubiri, akasema, "Huyu kijana niwahi kumkuta anafundisha vizuri. Namtolea sadaka 10,000 ili afaulu mtihani." Akanyanyuka mwingine, "Nimejifungua, natoa sadaka afaulu." Nikatembea kwenda shuleni, wanafunzi wenzangu, mara mwingine atakuwa anakuja anasema, "Mwenyekiti, chukua hii kiwi ya viatu nenda kapake." Mwingine, "Chukua hii hela ukale na wewe andazi." Mwingine, "Beba hii suruali." Yaani kila mahali kilikuwa kinageuka, kinafanikiwa kila mahali. Bwana Yesu asifiwe. Kwa kipawa chako kikitumia, muda mwingine hujataka, ila kitakupa kufanikiwa. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Hapo changamoto mtu akiwa na kipaji, baada ya pale mpaka tumvute, mpaka tumsukume, anajua kuimba. Ili sasa aje aimbe mpaka mpigie simu, "Halo, uko wapi?" Ndio anakuja taratibu, anadunda. Anajua yeye asipokuja hamwezi kujaza sauti ya tatu. Mambo hayaendeki hivyo.
Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Kutoka 31 mstari wa kwanza na kuendelea, na Kutoka 36 mstari wa kwanza na kuendelea. Yaani naweza nikafundisha utangulizi tu, alafu nikaacha mengine. Nikupa tu utangulizi mzuri ukanielewa. Kutoka 31 kuanzia mstari wa kwanza na kuendelea, Kutoka 36 kuanzia mstari wa kwanza na kuendelea. Ukisoma Kutoka 31, kuna mtu mmoja anaitwa Bezaleli na Huri. Mungu aliwapaka mafuta ya Roho Mtakatifu kwa ajili ya kufanya kazi ya ujenzi. Walikuwa na kipawa cha ufundi na wakafanya. Na ukisoma kwenye Kutoka 36 ukiendelea chini, Mungu tena anarudia jambo lile lile kulisema, lakini pia anataja na wanawake aliowapaka mafuta ya ufundi. Akasema hivi, kila mwanamke ambaye moyo wake ulikuwa unamuhimiza kusuka na kufanya kila namna ya ufundi kwa ajili ya kazi ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Hiki kitu kuna watu wamepewa, yani ndani yao. Ndio maana muda mwingine ukikuta kanisani pamekaa vibaya havijapambwa, jambo la kwanza inabidi wamama tuwaulize, kwa sababu walio wengi ndio wanapewa kipaji cha kutengeneza ufundi wa kupamba. Bwana Yesu asifiwe. Unajua mtu ambaye ameoa tofauti na ambaye hajaoa au ambaye hajaolewa. Yule ambaye aliyeoa, tukikuta ndani pamekaa shagarabaga, jambo la kwanza hatutamwangalia mwanaume, tutamwangalia mwanamke, maana yake ajue jukumu yake ya kupamba mle ndani. Sasa wewe ambaye hujaoa na kuolewa, tukiingia ndani kwako tukakuta suruali ipo chini, kiatu kipo juu ya kitanda, Biblia ipo uvunguni, wewe una tatizo. Bwana Yesu asifiwe. Hasa ndio unakuta kijana na haraka hivyo, akiamka asubuhi atandiki kitanda, anaamka kwanza, akilala akija kuamka ile shuka aliyotandika iko miguuni, aliyojifunika ieleweki iko wapi. Alafu pala anaacha shagalabanda, kiatu kipo kitandani. Alafu ndio yuko amepiga magoti hapo, anasema Bwana nipe mke mwema. Biblia imesema hivi, Mungu atakupa wa kufanana. Bwana Yesu asifiwe. Watu wa Mungu, kama Mungu unajua kuna mtu mmoja alifundisha akasema hivi, wewe ukitaka kujipima, wewe ni kijana, umefika umri wa kuoa au binti wakati wa kuolewa, ukitaka tujipime lugha nyepesi, sema hivi ingetokea mimi ndo najioa, ingekuwaje? Ingekuwaje? Yaani ujipima ya kwamba mimi ndo najioa, yaani mimi ndo ningekuwa mwanamke au mwanaume, yaani Mungu alipe wa tabia kama za kwangu, ingewezekana? Ukiona tu hapana, rudi magotini pa Bwana mpaka utengenezwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Roman 2. Karama ni nini sasa? Karama ni nini? Ukifundisha tu maana ya karama na vipawa nitakuwa nimefundisha sana. Haya mengine tutafundishana hata siku nyingine. Sasa karama ni kitu gani? Karama ni uwezo ambao mtu anaupokea kutoka kwa Roho Mtakatifu baada ya kuokoka ili aweze kumtumikia Mungu. Karama ni uwezo ambao mtu anaupokea kutoka kwa Roho Mtakatifu baada ya kuokoka ili aweze kumtumikia Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Maana yake kumbe tunakuja kugundua utofauti wa karama na vipawa. Kipawa anaweza akawa nacho yoyote, ameokoka na hajafanya nini? Hajaokoka. Lakini karama ni kwa walio okoka peke yake. Maana yake huu ni uwezo ambao mtu anaupokea kutoka kwa Roho Mtakatifu, ila ni baada ya kuokoka. Na lengo ni nini? Aweze kumtumikia nani? Mungu. Hasa kama Mungu anatupa karama sisi ambao tumeokoka, unakuja unagundua ya kwamba wewe ukiokoka unatakiwa uwe na vitu viwili, uwe na karama na nini? Na kipawa. Hasa changamoto sasa kubwa sana kulipo zote, watu hawana Roho Mtakatifu. Ukiwa na Roho Mtakatifu ni moja kwa moja uwezi ukawa na karama, kwa sababu anayetoa karama ni nani?
ni Roho Mtakatifu, kwa sababu Biblia inaonyesha kwenye Wagalatia ya kwamba Roho Mtakatifu akikaa ndani yako anaua zile tabia za kimwili. Baada ya pale analeta kitu kimoja kinaitwa tunda la Roho au tabia ya Mungu ndani yako. Akisha kuweka lile tunda la Roho au tabia ya Mungu ndani yako, baada ya pale sasa ndio anaanza kuachilia nini? Karama mbalimbali. Tena anasema hivi, huwaga anagawa kama apendavyo yeye mwenyewe. Maana yake wewe ukikosa Roho Mtakatifu unakuwa huna nini? Huna karama. Ndio maana watu wengi wanamtumikia Mungu wengi kwa kutumia vipawa, na makosa ya kumtumikia Mungu kwa kutumia kipawa huku ukiwa huna Roho Mtakatifu, kile kipawa kitakosa uwezesho wa kimungu, hakiwezi kuleta matokeo yanayotakiwa. Kwa hiyo wewe pamoja na kipawa unatakiwa uwe na nguvu ya Roho Mtakatifu, lakini pia karama inabidi uipokee kutoka kwa Roho Mtakatifu baada ya wewe kuokoka. Kwa kumbe unakuja unagundua Roho Mtakatifu ni wa lazima kwa kila aliyeokoka. Kwa nini? Ili aweze kukupa karama ya kuweza kumtumikia Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Hata mtu anaweza akaokoka baada ya pale akiwa tu anaomba vizuri kwa sauti kubwa kama za kwetu za wainjilisti, baada ya pale anasema mimi ni mwinjilisti. Bwana Yesu asifiwe. Inaweza ikawa hivyo kweli, lakini inaweza ikawa tofauti. Kwa hiyo wewe kama mtu wa Mungu ni lazima ukiokoka uhakikishe umemtafuta Roho Mtakatifu kwa nguvu zote. Ukisoma kitabu cha Matendo ya Mitume, walichokuwa wanazingatia cha kwanza kuliko mambo mengine yote, mtu akiokoka anapokea kipawa cha nini? Cha Roho Mtakatifu. Ukisoma Matendo 3:19 mpaka 21, Matendo 3:19 mpaka 21, anasema ya kwamba watubu dhambi zao na kuziacha. Baada ya pale zije nyakati za kufanywa upya ambazo Mungu amezikusudia. Baada ya pale anasema ya kwamba ndipo atamtuma Roho Mtakatifu ndani yao. Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo watu wa Mungu, karama ni uwezo ambao mtu anaopokea kutoka kwa Roho Mtakatifu baada ya kuokoka ili aweze kumtumikia Mungu. Na sasa ili niweze kurahisisha mengine niyakimbie kabisa, nitayafundisha siku nyingine. Karama za Roho Mtakatifu zipo kwenye makundi matatu ili nirahisishe. Vipaji vipo vya aina nyingi sana. Ndio maana nimejaribu tu kutaja mfano wa makundi hayo mangapi. Nimetaja kama vipaji makundi matano. Nimesema muziki, uongozi, ufundi, kuna moja sitakitaja, uandishi na ualimu au kufundisha. Sasa lakini karama zipo limited, yani zina mipaka. Zipo kwenye makundi mangapi? Matatu. Lakini vipaji sio tu hivi ambavyo nimevitaja. Vipaji vipo vingi, kuna vingine sijavitaja. Bwana Yesu asifiwe. Mfano mwingine, unajua kuna watu wanapika na kuna watu wanajua kupika. Kuna mwingine akikupikia kweli unasema wamepika. Kuna mwingine akipika unasema wamepika ndio. Nadhani unanielewa. Ukila hicho chakula, I say, inakuwa ni changamoto. Na ni mtu mzima kabisa. Mwingine naweza ikawa tatizo la malezi na kutokufundishwa. Lakini mwingine anaweza akawa anapika tu vizuri lakini hana utaalamu. Unajua warokole mara nyingi sisi tuliookoka, wote tuna changamoto. Mfano mtu ameanzisha, nichukulie mgahawa, anapika. Baada ya pale anapika tu kawaida. Mwisho wa siku kuna jamaa mwingine hajaokoka anaanza kupika, anaweka utaalamu wake wote. Wateja wote wanaishia kula, anasema huyu amefuata mandunguri, ananiroga wateja wasije. Angalia unachokifanya kina ubora. Wewe unapika, haupiki kwa ubora, halafu unapopikia ni pachafu, mzi wanarukaruka. Hata mimi siji kula. Bwana Yesu asifiwe. Hata mimi siji. Kwa unatakiwa ufanye vitu kwa ubora. Yaani usifanye kawaida. Bwana Yesu asifiwe. Kuna mtu mmoja alisema hivi, wakikupa nafasi ya kufanya jambo, fanya kama hutalifanya tena. Yaani huwaga ninasema hivi, nikipewa nafasi ya kufundisha neno, ninafundisha kama ni mara ya mwisho, kama sitafundisha tena. Ukipewa nafasi ya kufanya jambo, lifanye kama hutafanya. Yaani lifanye kwa ubora wote. Ndio maana yake. Bwana Yesu asifiwe. Hata waimbaji mnapokuwa mnarekodi nyimbo, tafuta fanya kwa ubora.
ukweli kabisa usiopingika, ukirekodia 20,000 na ukienda kurekodia 70,000, nyimbo zinatofautiana, wimbo ni ule ule. Sasa mnisamehe, Shalom, mwe mnajitahidi, mnaangalia hata studio zenye gharama. Wewe unatafuta 150,000 mnaenda kurekodi wimbo huu, mje mlinganishe sasa na mlizorekodia kwa 20,000 kwa 10,000, muone utofauti wake. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Sasa mara nyingi watu wamezoea tukiwa na 50,000 nyimbo 5. Wewe hizo nyimbo ukipiga, akisikiliza mtu aliyesomea muziki anaweza akawa anasikiliza tu kichwa hivi. Bwana Yesu asifiwe. Fanya vitu kwa ubora. Bwana asifiwe. Amen. Sawa, sasa karama zipo kwenye makundi matatu. Naomba niyataje. Alafu baada ya hapo nitaruka sana niende mbali, niende nikamalizie kwa sababu muda ushaisha. Karama zipo kwenye makundi matatu. Kundi la kwanza la karama zinaitwa karama za uongozi wa kiroho. Karama za uongozi wa kiroho. Na hizi zipo 5. Zipo kwenye kitabu cha Waefeso sura ya 4 mstari wa 7 mpaka wa 12. Waefeso 4:7 mpaka 12. Zinaitwa karama za uongozi wa kiroho. Hizi karama za uongozi wa kiroho watu waga wanaziita huduma. Kiuhalisia kibiblia zinaitwa karama za uongozi wa nini? Kwa sababu ukisoma pale kwenye Waefeso hajataja huduma. Amesema hivi, Yesu alipopaa juu aliteka mateka. Baada ya pale akawagamia wanadamu vipawa. Sasa neno kipawa lilichoandikwa pale sio kipawa kwa maana ya kipaji, ni kipawa kwa maana ya karama. Sasa changamoto sasa hii sio nisemaje? Kiswahili kuna wakati walitafsiri, walipoleta kwenye lugha ya Kiswahili haikuendana na maana ya Kiingereza. Mfano Biblia ukiwa unasoma, kuna mahali pengine unaweza kukuta pameandika kipawa, lakini ukifuatilia asili yake kabisa iliyoandikwa hiyo kipawa sio kipawa kwa maana ya kipaji ambacho mtu anazaliwa nacho, ila anamaanisha karama. Ndio kila alichokiandika pale. Sasa amesema alipopaa juu aliteka mateka akawagawia wanadamu vipawa. Sasa kipawa pale kwenye Kiingereza ameandika spiritual gift kwa maana ya karama za Roho Mtakatifu au zawadi za Roho Mtakatifu. Na zipo 5 pale. Ukisoma kwenye Efeso 4:7 mpaka 12. Na hizo ametaja, amesema mtume, nabii, mwinjilisti, mwalimu na mchungaji. Nisikilize vizuri hapo kwenye sentensi ninapotamka. Mtume, nabii, mwinjilisti, mwalimu na mchungaji, kwa maana ya kwamba mtume ana kazi yake, anafikia mahali ambapo pasipofikika, anahubiri injili, anaanzisha kanisa. Nabii anafunua mapenzi ya Mungu yaliyopo. Mwinjilisti anahubiri watu wanafanya nini? Wanaokoka. Uinjilisti sio sauti kubwa, ni kuhubiri watu wafanye nini? Waokoke. Uinjilisti sio kutisha watu, ni kuhubiri watu waokoke. Halafu hii ya mwisho inaitwa mchungaji na mwalimu, kwa maana ya kwamba kila mchungaji ni lazima awe, lakini sio kila mwalimu ni. Huo ndio utofauti wake. Kila mchungaji ni lazima awe mwalimu, kwa maana ya kwamba kuna wakati atahitaji kuwafundisha watu kwa sababu hawajui, lakini sio kila mwalimu ni nani? Ni mchungaji. Huo ndio utofauti wake. Bwana Yesu asifiwe. Sasa kuna changamoto moja ipo kwenye mwili wa Kristo au kwenye kanisa la Mungu. Mara nyingi wote wanaofundishaga sana na kuhubiri waga wanageuzwa majina, wanaitwa mchungaji, wanageuzwa majina. Japokuwa muda mwingine waweza wakakuita kwa sababu ya tabia zako na mienendo yako, lakini wengine huwaga wanajaribiwa. Mara nyingi wanajaribiwa, hata watumishi wa Mungu huwaga wanajaribiwa, kwa sababu mtu anahubiri na kufundisha sana, wanajaribiwa kumpa kazi ya kwamba inawezekana huyo anapofundisha na kuhubiri huyu ni mchungaji, wanaenda kumpa kanisa linamshinda. Kwa nini limemshinda? Kile kitu hana. Ana uwezo sawa wa kufundisha na kuhubiri, ila hana uwezo wa kufanya nini? Wa kuchunga. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Na hatusemi hivyo kwa ajili ya kujitetea, kwa sababu kuna muda mwingine unaweza ukasema anajitetea ili kwamba siku ikitokea asiwe mchungaji. Mimi sijitetei kwa namna yoyote. Yesu akisema nenda kachunge, naenda kufanya nini? Hauna namna ya kujitetea mbele za Mungu. Mungu akisema ndio, inakuwa ni nini? Ni ndio. Bwana Yesu asifiwe.
Vijana mko tayari mkiitwa kuchunga? Au mnapenda kuchungwa? Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Lakini kundi la pili la karama zinaitwa karama za utendaji wa Roho Mtakatifu. Karama za utendaji wa Roho Mtakatifu. Hizi zipo 9. Wakorintho wa kwanza sura ya 12 mstari wa 8 mpaka wa 11. Karama za utendaji wa Roho Mtakatifu. Na nitakuelezea kwa nini nimetumia jina hilo. Zipo 9. Wakorintho wa kwanza 12 8 mpaka 11. Zipo 9. Wakorintho wa kwanza 12 8 mpaka 11. Kwa nini nimetumia jina la karama za utendaji wa Roho Mtakatifu? Na zile nimeita karama za uongozi wa kiroho. Zile karama za uongozi wa kiroho huaga zinafanya kazi, niseme kwa namna ambayo Roho Mtakatifu anakupaka mafuta ambayo utakuwa unatembea na wito wa jumla hivyo hivyo kwenye maisha yako. Sio wa kubahatisha. Mfano, mtu aliyepewa karama ya ualimu siku zote ataendelea kubakia kuwa nani? Kuwa mwalimu, na ataendelea kufundisha. Lakini utofauti kwenye karama za utendaji wa Roho Mtakatifu. Karama za utendaji wa Roho Mtakatifu sio mali ya mtu. Hizi karama za uongozi wa kiroho mtu akipewa ishafanya nini? Mtu akiitwa mtume, haiwezekani kesho akabadilika asiwe nani? Mtu akiitwa mchungaji, haiwezekani kesho akabadilika asiwe nani? Ndiyo maana sio sahihi sana, sijani madhehebu ya watu, lakini sio sahihi sana kwa mchungaji afanye kazi halafu ifike sehemu anasema kwamba ninastaafu. Sio sahihi sana, kwa sababu ule wito ni wito wa milele mpaka mtu anakufa. Ukiitwa na Mungu akakupa mkataba. Mkataba wa Mungu sio covenant. Sio nani wanasema covenant ni agano. Sio mkataba kwa maana ya kwamba mnaweza mkavunja. Mungu akikupa wito ni mpaka kufa kwako. Maana hizi karama za uongozi wa kiroho, wewe ukipewa ni mwinjilisti, yaani ujue hivi ni kuhubiri injili mpaka kufanya nini? Ukipewa ni mwalimu ni kufundisha mpaka kufa. Kama mchungaji ni kuchunga mpaka kufanya nini? Kufa. Hiyo haibadiliki. Lakini hizi karama za utendaji wa Roho Mtakatifu huaga zinakuja tu kutokana na uhitaji uliopo. Na zipo 9 pale amezitaja. Sasa nikianza kuzigawanya kwenye makundi nitawachanganya sana. Naomba nizitaje tu. Japokuwa na zenyewe zimegawanyika. Mfano mmoja wapo ni neno la maarifa. Neno la maarifa sio mali ya mtu. Mtu anaweza akasimama akatazama hivi akagundua fulani ana tatizo hili, akakuita, akakuombea, anaweza hata asikwambie au akakwambia. Ile sasa ni karama ya nini? Ya maarifa. Ameona ndani yako kuna nini. Nyingine inaitwa karama ya hekima. Kwa maana ya kwamba mtu anakuwa na uwezo mkubwa wa kutatua changamoto zilizopo. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe sana. Sasa hili inakuwa sio mali ya mtu, kwa sababu yoyote anaweza akafanya nini? Akatumiwa. Nyingine hapo mfano ni kutafsiri lugha. Kutafsiri lugha sio mali ya mtu. Yaani hatuwezi tukasema ya kwamba huyu ndio nabii wetu wa kanisani wa kutafsiri nini? Yoyote yule anaweza akatumia. Yaani hivi mnaweza mkaanza kuomba kunena, mtu akaanza kutoa ujumbe, Roho Mtakatifu leo akamshukia ima, akaanza kutoa tafsiri ya yule anayenena. Halafu kesho Mungu alishabadilisha, alishamshukia. Sio mali ya mtu ya kujimilikisha. Bwana Yesu asifiwe. Mungu anaweza akamtumia yote kutokana na uhitaji uliopo. Neno la hekima, neno la maarifa, kupambanua roho, imani, miujiza, uponyaji, vile vyote vinatumika kutokana na uhitaji uliopo. Mfano, kama kuna mtu ni kipofu, kinachotakiwa pale ni karama ya kutenda nini? Miujiza. Kwa hiyo Roho Mtakatifu anaiachilia kwa mtu, weka mikono pa. Baada pale anaanza kufanya nini? Anaanza kuona. Sasa usije ukasema mimi ndo mtenda miujiza, uanze kupandisha na mabega. Hiyo kalamu itachomoka, itahamia kwa mwingine. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe sana. Kundi la 3 la karama zinaitwa karama za huduma kanisani. Na nitamalizia hapo. Baada hapo nitataja tu vitu vichache, alafu tuhitimishe, tumshukuru Mungu.
Karama za huduma kanisani. Warumi 12 mstari wa 6 mpaka wa 8. Wakorintho wa kwanza 12:28. Warumi 12 mstari wa 6 mpaka wa 8 na Wakorintho wa kwanza 12:28. Sio Wakorinto. So wana watu wa zamani somea Wakorinto wa kwanza. Sio ni Kisukuma. Bwana Yesu asifiwe. Zile zinaitwa karama za huduma kanisani kwa maana ya kwamba zinakuwa zipo kwa ajili ya kulihudumia kanisa. Na ukisoma vizuri hapo kwenye Warumi 12:6 mpaka 8 ametaja karama 7 zipo pale. Lakini pia ukisoma kwenye Wakorintho wa kwanza 12:28 ametaja baadhi ya karama hapo. Mmoja wapo ametaja inaitwa maongozi na masaidiano. Uongozi, ndio maana nilisema hivi, uongozi kwa asili ni kipawa, lakini mtu akiokoka anaweza akapewa neema ya kupewa hiyo katika uongozi. Na mara nyingi zaidi, mfano mtu anaweza akawa hana kipawa cha uongozi kwa asili, akishaitwa kuwa mchungaji, hiyo ni lazima apewe karama ya nini? Ya uongozi. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Ukisoma hapo kwenye Warumi 12:6 mpaka 8 ametaja kama karama 7 za kuhudumia kanisa. Mmoja wapo ya karama alizotaja pale amesema inaitwa huruma. Kumhurumia mtu. Ile ni karama. Mtu anaweza akamwangalia hivi akasema huyu mbona ana shida sana, nitamsaidia kwa hiki na hiki. Anatoa. Kurehemu kwa furaha. Lakini nyingine amesema kuonya. Kuonya ni karama. Bwana Yesu asifiwe. Unajua sio mara zote watu watakwambia wakubembeleze ukiwa umekosea. Bwana Yesu asifiwe. Unajua wengine wamezoea kwamba akikosea mpaka abembelezwe. Kuna muda mwingine unakemewa. Unajua Paulo waliwahi kufanya jambo la ajabu sana. Paulo ameokoka wakati Petro akiwa aishafanya nini? Aishaokoka, na Petro alikuwa kiongozi wa kwanza wa kanisa. Lakini kuna wakati Petro alipokosea, Paulo kwa sababu ya umri wake na nafasi aliyopewa, ilibidi amkemee Petro mbele ya watu wote tena. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo kuna wakati wa kukemewa. Kwa hiyo tukikemewa, usije ukasema ya kwamba mimi wananionea. Kuna wakati wa kukemewa. Lakini kuna kuonywa kwamba acha hiki. Bwana Yesu asifiwe. Lakini kuna karama nyingi pale amezitaja. Nyingine ametaja kwa jina la huduma. Huduma kwa maana ya kwamba kufanya majukumu yote yaliyopo kanisani. Mfano mashemasi wapo kwenye kundi hili la karama za huduma kanisani. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo hapo nimezungumza tu maana ya karama na nini? Na vipawa, na nimetaja mifano. Sasa ili tumalize vizuri, kuna sehemu moja nairuka. Kama nikija kupata nafasi nitaifundisha. Nisipopata basi watakuja wafundishe wengine. Ninaruka sehemu moja ya namna ya kugundua kipawa chako na namna ya kukiboresha. Bwana Yesu asifiwe. Kuna namna wewe unatakiwa utumie ili uweze kugundua nini? Kipawa chako, na namna ya kufanya nini? Kukiboresha. Niseme tu kwa sentensi chache. Namna ya kugundua kipawa chako niseme kwa sentensi chache sana, japokuwa kuna nosi hapa nilikuwa nimeandaa. Unaweza ukagundua kipawa chako kwa kumuuliza Mungu. Yaani ukamwomba Mungu, ukamuuliza Mungu, mimi nina uwezo gani ndani yangu? Na ukikaa kwa utulivu, Mungu atakuwa anakujibu muda mwingine, sio kwa maono na ndoto. Ili ukikaa ukitulia tu unaanza kuona, mbona kama mimi naweza kufanya hili? Mbona kama mimi naweza kufanya hili? Maana yake Roho Mtakatifu anazungumza na wewe kupitia utu wako wa ndani. Ndio maana kuna watu wamepewa kipawa cha uongozi, akiona kuna mambo yameharibika, anaanza kuumia moyoni, badala ya kwamba achukue hatua, anashindwa hapo, anakaa kimya. Matokeo sasa ya kipawa kikiwa kinasema moyoni, afu umekinyamazia, utaingia kwenye sehemu inaitwa kulalamika na kunung'unika, na unabamishwa kama wana wa Israeli walivyopigwa jangwani. Ukiwa na kipawa, ukiona kuna mahali hapajaenda sawa, unatakiwa ukitumie aidha kwa kuongoza au kwa kushauri. Na mojawapo ya kitu chepesi sana ya kwamba ukiwa na kipawa huku huna nafasi ya kuongoza kanisani au ya uongozi, Waingereza wanatumia inaitwa leading from the middle. Yaani unaongoza kutokea katikati. Unaongozaje kutokea katikati? Unatoa ushauri.
Bwana Yesu asifiwe. Lakini unagundua kabisa mimi na kipawa, ila sina nafasi ya uongozi. Kwa cha kufanya ninashauri. Mawazo yako hayo yanatumika kutoa njia ya kusolve tatizo. Unaweza ukajua kipawa kwa kumuuliza Mungu, lakini pia unaweza kujua kipawa kwa kutazama shauku yako ya ndani. Ndani yako huwa kuna sio shauku kwa maana ya kutamani tu mambo ya kawaida ya duniani, lakini kwa shauku ile ya Roho Mtakatifu kabisa ndani yako. Unaona kuna kitu unaweza kukifanya. Lakini pia unaweza kugundua kipawa kwa watu kukwambia. Na hii ya watu kukwambia, wazazi ndio mnatakiwa muitumie kwa mara ya kwanza kabisa kujua watoto wenu wana vipawa gani. Wazazi, usipojua kipawa cha mtoto wako, unajua kiuhalisia kabisa kwa namna ya Mungu, unatakiwa ujue kipawa cha mtoto tangu hata hajaanza kusoma, ili akianza kusoma umpeleke kule sawasawa na kipawa chake. Kuna ushuhuda wa mtu mmoja niliwahi kuambiwa, niliusikiliza, kwamba walimwambia asomee masomo ya udaktari, akasoma mpaka akawa daktari bingwa, lakini siku anavikwa joho la udaktari bingwa alikuwa analia machozi sana, akashindwa hata kuongea. Wakasema ana furaha ya kufanikiwa, lakini aliporudi nyumbani akamwambia, baba, nilisoma tu kwa sababu yako, lakini hiki kitu hakiko wapi moyoni mwangu, sikipendi, umenilazimisha tu nisome. Akamwambia, nini sasa kilichoko ndani yako? Akasema, ndani yangu kuna kitu kinaitwa muziki, ila yeye ni nani? Ni daktari. Ndicho ambacho sasa wazazi wanachokifanya. Na mimi nilitaka kuingia kwenye huo mtego. Tangu mwanzoni mimi moyoni mwangu nilikuwa kunapenda kufanya hesabu, kimbiza hesabu sana. Watu wakaanza kusema, wewe kasomea udaktari. Ninamshukuru Yesu ambaye huaga anatengua mitego. Nilizamiria kusomea udaktari, lakini nilipofika form 4, ainimema kuna siku alikuja Fidelis hapa, alinitabiria mambo. Alafu nilipoenda kuomba, Roho Mtakatifu akanionyesha mimi sio daktari kabisa, niachane na hayo mambo. Na nilipoachana nayo nikaanza kwenda kwenye njia ambayo Mungu amenipeleka. Unajua mimi wakati namaliza form 4 niliambiwa natakiwa usome kwa gani ya advance. Nikaambiwa nenda kasome PCM, yani masomo ya hesabu. Nilipomaliza niliambiwa natakiwa yani chuoni nilikuwa nimejua ninaenda kusomea nini. Hata sasa hivi nimemaliza. Kwa neema ya Mungu, sio kwa kujivuna. Ninajua nimebakiza kwenda kusoma mara moja kwa kalenda ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Hata wewe ukijipeleka naenda huku, muda mwingine mafanikio sio tu kwa sababu ya kusoma. Muda mwingine mafanikio kile kipaji. Watu wa Mungu, hivi naomba niulize swali. Tanzania hii kuna tajiri ambaye ni profesa. Nitajieni mmoja. Hayupo hata huyu. Hata hao maprofesa wanaofundisha uchumi, hayupo hata mmoja ambaye yuko kwenye miongoni hata kwenye 10 bora za utajiri. Wote ambao wamefanikiwa wamepata utajiri kwa kutumia vipaji. Wengi walivitumia vipaji vyao kama inavyotakiwa. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe sana. Unaweza ukawa unaishi maisha ambayo wewe huyatarajii kwa sababu hujagundua kipawa chako kilichomo ndani yako. Muulize Mungu. Lakini pia watu wanaokuzunguka wanakuona unaweza kufanya nini? Na hapo ndipo unatakiwa kukaa karibu sana na watumishi wa Mungu. Unanoaje sasa kipaji chako? Nasema tu kwa sentensi mbili. Unanoa kipaji chako kwa kuongeza maarifa. Bwana Yesu asifiwe. Wewe unajua kabisa ya kwamba ni mwimbaji, halafu kila siku unaimba sauti ile ile. Hilo ni tatizo. Nenda kajifunze wanaimbaje sauti ya kwanza, ya pili, ya tatu. Wewe unajua kabisa ya kwamba mimi ni mtaalamu kwenye eneo la muziki. Kila siku ukifungulia maiki njwi, wewe una tatizo. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu hivi vitu unajua ni vyepesi. Unajua mtu yeyote mwenye simu kubwa, hata tu ya kuazima, ukienda ukabonyeza namna gani ya kutengeneza maiki, wanakuletea matatizo yote ya maiki kwenye YouTube na namna ya kwa Kiswahili kabisa anaelezea, unajifunza. Shida ni kwamba watu hawataki kujifunza. Wanataka wakiingilia kwenye YouTube kama na simu kubwa, angalie Steve mweusi yupo anachekesha, mdada mmoja amevaa vibaya na muangalia anachungulia hivi amebinua sui nini. Ndio tatizo la watu, wanaangalia vichekesho. Hajifunzi vitu vya maana. Ongeza maarifa kwenye kipaji chako. Bwana Yesu asifiwe. Wewe ni mwimbaji, kila siku ukishika mic, limepigwa biti, badala ya kuimba wimbo la beat unaimba kitu kingine. Kuna siku praise mlikuwa mnaimba, yani wimbo mnaoimba na beat inayopigwa ni maajabu. Nilitamani kuendelea tu kuanza kuomba. Shida ni nini? Wao na tatizo. Nenda kajifunze.
Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Kwa hiyo watu wa Mungu tunahitaji utengeneze, uongeze ufahamu. Unajua, nilikuja kugundua siri moja. Maarifa mengi yako kwenye vitabu. Sasa watu wengi hawapendi kusoma. Bwana Yesu asifiwe. Maarifa mengi yako kwenye vitabu. Yaani wewe kama unajua kusoma na kuandika Kiswahili tu, maarifa mengi yako kwenye vitabu. Nishakumbuka kitu kimoja. Sasa sijui niongee, sijui niache. Niongee. Kuna kitabu kimoja ni kama zaidi ya, unajua nimesoma vitabu vingi. Mojawapo ya kitabu nilichosoma, nadhani Mungu anipe neema baada ya miezi kadhaa nipate hela, nitakuja ni print nimpe mchungaji zawadi. Kuna kitabu kinaitwa namna ya kuongoza kama mchungaji Mpentekoste wa Kiafrika. Kina peji 456. Kimeelezea mchungaji ni nani, sifa za mchungaji, afanyeje kusimamia fedha, afanyeje kusimamia washirika kukua kiroho. Ni cha Kiswahili kabisa na kipo mtandaoni cha bure. Na kuna kingine ameandika kitabu kinaitwa Mimi katika macho ya Mungu. Yaani wewe unaonekanaje mbele za Mungu. Kimeelezea namna ya kugundua kipaji, kimeelezea namna ya kugundua kipawa chako, namna gani ukiboreshe na uanze kukitumia. Hata kwa sababu watu hawapendi kusoma. Unajua wewe nikikupa hata daftari langu hili wiki moja hili, nenda kasome humu nilioandika. Na wewe ukaje ukanirudishia baada pale umesoma ukurasa huu. Si vijana mnakumbuka niliwaambia hivi, kijana anayetaka kuja kuniuliza swali aje aniulize. Ishapita miezi miwili hata hamna hata huyu aliyekuja kuniuliza nini. Niliwaambia kwamba mje mniazime Biblia ambao mna Biblia. Niwape hata ile Biblia kubwa uende ukasome. Kama kuna mahali umeshindwa pale chini imeandika tafsiri. Sasa hivi tuna miezi mitatu nipo hamna hata mmoja aliye. Tuendelee, hamna shida. Bwana Yesu asifiwe. Sasa namalizia jambo la mwisho. Ili uweze kumtumikia Mungu kupitia vipawa na karama. Kupitia vipawa na karama, unahitaji kuzingatia mambo matano yafuatayo. Nitayataja afu tutaenda kumshukuru Mungu. Unahitaji kuzingatia mambo matano yafuatayo. Ili uweze kumtumikia Mungu kupitia vipawa na karama, zingatia mambo matano yafuatayo. Moja, uishi maisha matakatifu. Ishi maisha matakatifu. Uweze kumtumikia Mungu kwenye vipawa na karama bila kuishi maisha matakatifu. Timotheo wa pili 2:21. Timotheo wa pili 2:21, Isaya 52:11. Timotheo wa pili 2:21, Isaya 52:11. Isaya 52:11 inasema ya kwamba enendeni zenu, tokeni kati yao msiguse vitu vichafu, enyi mnaochukua vyombo vya Bwana. Sasa lile neno la pale mnaochukua vyombo vya Bwana linamaanisha mnaomtumikia Mungu. Kwenye Agano la Kale walikuwa wanabeba hema. Walikuwa wanaitwa watumishi wa madhabahu. Ile hema ya kukutania wanaibeba hivi mkononi. Yaani kwa lugha nyepesi, yaani kanisa ambalo walikuwa wanaingia kusali, walikuwa wanalibeba wapi? Mabegani. Lilikuwa ni kama jukwaa. Wanatengeneza, wanazunguka, wanaweka shima nini. Baada ya kuondoka wanalifumua, wanafanya nini? Wanabeba. Sasa anasema hawa ambao walikuwa wanafanya kazi ya utumishi watoke katikati ya watu wachafu, wasiguse vitu vichafu. Lakini Timotheo wa pili 2:21 anasema ya kwamba yeyote aliyejitakasa na kujitenga na hao atafaa kuwa chombo kimfaacho Bwana kwa kila matumizi. Maana aliyejitenga na dhambi, wewe huwezi ukawa mtumishi wa Mungu kama unaishi maisha mabaya. Bwana Yesu asifiwe. Watu wa Mungu, sikilizeni niwaambie. Unajua Mungu ni mwingi wa rehema kabisa, ila Mungu ni mwenye ghadhabu nyingi. Na ghadhabu yake ikifikiaga ukomo huwa hairudishi. Bwana Yesu asifiwe. Wewe kama unamtumikia Mungu, si unahubiri neno la Mungu, unaimba, unafanya usafi kanisani, kwa ujumla tu umeokoka. Kwa sababu nimesema njia za kumtumikia Mungu ni kama tatu: utoaji, nguvu zako, na kupitia vipawa na nini? Na karama. Kwenye eneo lolote unamtumikia Mungu, halafu unaishi maisha ambayo sio sawa. Watu wa Mungu, unaweza ukaishi maisha magumu kwa sababu tu umeamua kuishi maisha machafu. Na vijana ni waombe Mungu atuponye. Vijana mjilinde na Mungu atuponye. Ukiwa wewe ni kijana unafanya mambo ya uzinzi na uasherati, Biblia imesema kuna dhambi nyingi, lakini dhambi mbaya kuliko yote
yoyote ile ni uasherati. Na Biblia imesema hivi, anayefanya dhambi ya uasherati anafanya juu ya nini? Ya mwili wake. Na anasema mwili ni hekalu la nani? Sasa kuna maajabu yapo yanasikikaga kwamba kuna vijana wanaimba huku wanafanya uasherati, na wengine tu wanaweza wakawa watu wakubwa wanaimba wanafanyaje, wengine wahubiri ila ogopa sana. Mungu ni mkali, utaishi maisha magumu. Bwana Yesu asifiwe. Ishi maisha matakatifu. Ukiona kuna mahali umejichanganya, afadhali uache huduma kwanza ili uyatengeneze maisha yako mbele za Mungu, kuliko kuendelea kumtumikia Mungu huku unajua kabisa maisha yangu hayapo sawa. Watu wa Mungu, amen. Mimi huaga muda mwingine napataka tabu sana, mtu eti anasema ya kwamba huyu ni mtumishi wa Mungu, baada ya pale anafanya mambo ya ajabu sana na ya kutisha. Mojawapo ya mambo ya ajabu ambayo sasa hivi yanasikika ni harufu ya zinaa katikati ya vijana. Sio tu maeneo, kila sehemu tu harufu ya zinaa inasikika kwa vijana. Sasa hayo ni matusi. Unajua ipo hivi, si ndio tunaenda kuhubiri kule, si ni sawa? Unajua watu wa nje wanatujua, wanajua tabia zetu. Unajua pale askofu akisimama akahubiri akaita watu wa kuokoka, baada ya pale kuna jamaa pale litakiwa liokoke, ila linakujua wewe tabia zako ni mbaya, litashindwa kuokoka. Wewe utafanyika kama nini? Kizuizi. Na Biblia inasema hivi, makwazo hayana budi kuja, lakini ole wake ambaye makwazo yanakuja kwa ajili yake. Maana yake anayesababisha nini? Makwazo. Na makwazo pale sio kumuumiza mtu, imezungumzia makwazo kwa maana ya kwamba wewe unamzuia mtu kufika mahali fulani. Bwana Yesu asifiwe. Huo mchezo urushe kabisa mbali kule. Yaani unatakiwa utupe kabisa, ukimbie. Wewe ukute ni kijana unatuma SMS ya ovyo, mara unamtumia mtu si kikopa, mara unamtumia mpenzi wangu. Nimeshawaambia ukitumia SMS ya kopa unakuja kujibu kwenye baraza la wazee wa kanisa. Hiyo kesi. Unakuja kujibu. Bwana Yesu asifiwe. Huo ndo uhalisia. Yaani afadhali uonekane ya kwamba huyu jamaa mkali sio umefanyaje, ili uyalinde maisha yako. Mimi ndo kilichonisaidia. Yaani ukionekana muda mwingine kama vile ni mkali kumbe ni mpole, ndivyo ambavyo watu watakavyo kuheshimu. Lakini ukizoeana sasa, hii misemo ya sasa hivi na mambo ya sasa hivi, nakuta dada na kaka wanasalimiana mara mpaka wanakumbatiana, anashika mkono huko anashika na bega, wao kaka mara anaanza kumpiga na mgongoni mpaka kiunoni. Hayo matusi. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kuna namna hata ya kumuao ndugu yako kwa heshima, kwa nidhamu. Sasa unakuta kaka na dada ndio wamenyang'aniana kifuani. Halafu usiku akianza kusinzia, mawazo yanaanza kupita. Halafu asubuhi yake mchungaji, kama naona fulani nimeona maono. Achana nayo mambo. Maono gani wewe? Hayo sio maono. Maono sio vyepesi hivi. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Sawa watu wa Mungu. Jambo la pili, kujua wito wako na masharti yake. Galatia 2:7-8. Ishi maisha matakatifu, lakini cha pili, jua wito wako na masharti yake. Galatia 2:7-8. Wagalatia 2:7-8 Paulo anasema hivi, mimi nimeitwa kwa ajili ya kuhubiri injili mataifa, lakini Petro ameitwa kuhubiri injili kwa ajili ya Wayahudi. Manake masharti ya Petro ilikuwa kuhubiri injili kwa ajili ya Wayahudi na kulichunga kanisa, lakini Paulo masharti yake ilikuwa kuhubiri injili kwa mataifa ambao sio Wayahudi. Maana ukijua wewe wito wako na masharti yake, ndivyo utaweza kumtumikia Mungu kwa uzuri. Hata kuna mwingine anaweza akasema tu mimi ni mtumishi wa Mungu kwenye unajua masharti ya wito wako. Bwana Yesu asifiwe. Na haya masharti tunayajua tu kikaa vizuri na Mungu. Yaani wewe Mungu anaweza akakukataza jambo ambalo yaani ni la kawaida sana kwa wengine. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Nina uhakika kuna baadhi ya mambo Mungu huaga anakukataza ila tu unajikuta mgumu. Bwana Yesu asifiwe. Unajua Mungu anaweza akakwambia jambo ambalo unaweza ukasema Roho Mtakatifu ananionea. Unaweza ukatamani sana sasa hivi nanunua simu kubwa ili mimi niwe nafurahia mitandao ya kijamii. Baada ya kununua simu kubwa, Roho Mtakatifu anakuambia usiingie kwenye mtandao wote wa kijamii. Siongee utani, nimejua kwa sababu kuna mazingira Roho Mtakatifu huaga anakataza baadhi ya mambo ya kawaida. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. La tatu, kujiandaa.
Ili uweze kumtumikia Mungu kupitia kipawa na karama, fanya maandalizi, jiandae. Wagalatia 2:20. Wagalatia 2:20. Paulo anaelezea maandalizi yake kwa namna ya kutisha sana. Anasema yeye aliandaliwa katika namna ya kufundishwa na Yesu mwenyewe. Na Biblia kama umeifuatilia vizuri, wakati Paulo ameokoka, akajaribu kuhubiri mara ya kwanza, watu wakamkataa. Roho Mtakatifu akamtoa, akampeleka Arabuni, yaani akampeleka sehemu ambayo haina watu, akakaa na Yesu kwa miaka 3. Ndio maana injili za Paulo kila akiwa anaanzia kuandika pale anasema mimi ni mtume wa kutuma na Yesu Kristo, sio wanadamu. Na anasema hekima ya maneno yangu si kufundishwa na wanadamu, ila nimefundishwa na Yesu mwenyewe. Na kitabu cha Wakorintho wa pili sura ya 12 mstari wa 6 mpaka wa 10, Paulo anaelezea, anasema ya kwamba yeye aliwahi kuchukuliwa akaenda mpaka mbingu ya 3. Bwana Yesu asifiwe. Kuna watu wamefanya maandalizi mpaka wakaona na Mungu uso kwa uso. Wapo hata Tanzania hii, mimi wengine na wajua, walipokuwa wamekaa wamejiandaa. Mchungaji mmoja akatoa ushuhuda akasema, wakati nimekaa najiandaa na mtafakari Yesu, naenda kuchunga sasa, nimetumwa. Wakati anafanya maandalizi akasema asubuhi ameamka kama kawaida saa 11 kuanza kuomba. Ameomba, alishtukia kwa macho, sio kwa ndoto, kwa macho kama ninavyokuona. Malaika wakashuka wakaanza kuimba na yeye wimbo mmoja, tenzi namba 38 unasema twende kwa Yesu mimi na wewe. Waliimba na yeye mpaka asubuhi jua linatoka, ndio wakaondoka. Hilo ulikuwa ni wakati wa maandalizi. Kuna mwingine akachukia akasema wakati anajiandaa, ameitwa mara ya kwanza akakataa, ila Yesu akamtokea akamkemea, baada pale akampa wito, baada pale akamnyakua akampeleka mpaka kwenye lango la mbinguni, akampa Biblia, akashuka na Biblia ya mbinguni. Ninamjua sio tu ninamfahamu, sio tu kwa kwamba namuona mitandaoni, yeye hata kuongea naye. Bwana Yesu asifiwe. Wakati wa maandalizi unatakiwa ujiandae mpaka ifike sehemu ukae na Yesu, uongee naye, akuelekeze wewe ni nani, unatumikaje, unaendaje. Bwana Yesu asifiwe. Ukienda kwenye kwanza kumtumikia Mungu bila maandalizi unaweza ukaumia. Bwana asifiwe. Ninasema hivyo sio kwa maana ya kwamba hata mimi nimekamilisha maandalizi. Yaani maandalizi yangu bado sana, bado hapo kwenye kiasi kidogo ambacho inatakiwa niende mahali fulani. Hata mimi bado niko najiandaa. Bwana Yesu asifiwe. Na maandalizi huaga hayaishi. Hata kama ukiingia kwenye wito ambao Mungu amekupa, unaendelea kupiga mazoezi ya kufanya maandalizi ili Mungu akutumie kwa viwango vikubwa. Bwana Yesu asifiwe. Jambo la 4, kujaa Roho Mtakatifu. Jambo la 5, upendo. Tumika kwa upendo. Jambo la 4, jaa Roho Mtakatifu. Ili uweze kutumika vizuri kwenye huduma yako, jaa Roho Mtakatifu. Isaya 61 mstari wa 1 mpaka wa 3. Na jambo la mwisho na la 5, utumike kwa upendo, kwa maana huduma yako isifanyike kikwazo kwa wengine. Kwa maana utumike kwa kusamini wengine. Biblia inaelezea, inasema ya kwamba sisi ni viungo, kila mmoja ni kiungo. Mwimbaji ana sehemu yake, mhubiri ana sehemu yake, huyo na kila mtu, yani sisi ni viungo. Bwana Yesu asifiwe. Tutumike kwa upendo. Nimesema jambo la 4, kujaa Roho Mtakatifu. Isaya 61 mstari wa 1 mpaka wa 3. Jambo la 5 na la mwisho, upendo, yani utumike kwa upendo. Wakorintho wa kwanza 13 mstari wa 1 mpaka wa 13. Na hapo ndipo ninamalizia. Baada pale tutaenda kushukuru Mungu, sababu muda ushaisha. Utumike kwa upendo. Na nitaelezea tu maelezo machache ya kama dakika 3 au 4. Kwa nini upendo nimeitaja kama njia ya mwisho? Nimeitaja kama njia ya mwisho. Unaweza ukafungua Biblia yako, lakini sitasoma sana, nitaelezea kwa ufupi. Upendo, yani utumike kwa upendo. Na upendo ndio njia bora ya utumishi kuliko njia zingine zote. Ukisoma kwa Wakorintho wa kwanza 13 mstari wa 1 mpaka wa 13, Biblia imeelezea sifa za upendo ambazo zinaufanya upendo uwe ni njia bora kuliko njia zingine. Ukisoma vizuri, upendo ameutaja kwa sifa nyingi, lakini andika sifa zifuatazo kwa nini upendo ni njia bora ya utumishi kuliko zingine. Andika sifa zifuatazo na tutakuwa tunamaliza. Sifa ya kwanza, upendo kwa nini ni njia bora? Upendo ni zaidi ya kunena kwa lugha na kutoa unabii. Upendo ni zaidi ya kunena kwa lugha na kutoa unabii. Ukisoma mstari wa 1, Paulo anaanza kwa neno la ajabu, anasema ya kwamba nijapo sema kwa lugha za malaika na
wanadamu. Kama mimi sina upendo, nimekuwa shaba na upatu ufanya nini? Uvumao. Maana yake sio kitu. Maana yake wewe hata kama unanena, mbivi za moto zinatoka hivi. Yaani ukinena unatoka moto mdomoni mwako. Kama huna upendo, wewe ni zero. Bwana Yesu asifiwe. Tunaelewana watu wa Mungu? Ndio maana amri kuu inaitwa nini? Upendo. Mpende Bwana Mungu wako kwa moyo wako, kwa roho yako, kwa nguvu na kwa akili. Na pili, mpende jirani yako kama nafsi yako. Maana yake hizo amri mbili kwa ujumla zinaitwa amri kuu, upendo. Ila ndio zimegawanyika kwenye kumpenda Mungu na kuwapenda wanadamu. Maana yake sasa upendo inakuja kuhitimisha ni njia bora, na anaposema upendo Yesu anasema hivi, katika amri hizi mbili kutegemea Torati yote na manabii. Maana yake Biblia yote imefungwa kwenye mstari wa upendo. Maana yake hata kama tukiwa tunanena kwa ndimi ngapi, kwa lugha ngapi, kama una upendo ni hamna kitu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Sifa ya pili ya upendo, kwa nini ni njia bora? Upendo ni zaidi ya kujitoa na maombi. Ni zaidi ya kujitoa na maombi. Usoma hapo kwenye Wakorintho wa pili hiyo sura ya 13 ukiendelea mstari wa pili. Anasema nijapojitoa mwili wangu niungue nini? Moto. Ila kama sina upendo mimi si kitu. Lakini upendo kwa nini ni njia bora? Upendo ni zaidi ya maarifa. Upendo ni zaidi ya maarifa. Ukisoma hapo kwenye mstari wa 3 anaelezea, anasema ya kwamba nijapojua siri zote za kila namna na kufahamu kila mafunuo, lakini kama sina upendo mimi si kitu. Tunaelewana watu wa Mungu? Najua umeshatoka na malizia. Upendo ni zaidi ya maarifa yote ulionayo. Unaweza ukawa na maarifa lakini kama una upendo sio kitu. Ila anasema ya kwamba jambo lingine, upendo ni tabia sio maneno. Ukianzia mstari wa 6 pale kwenye sura ya 13 ya Wakorintho wa kwanza. Upendo ni nini? Ni tabia sio kuongea. Ndio maana pale ametaja sifa za upendo za tabia. Amesema upendo huvumilia yote. Upendo hauhesabu mabaya. Upendo hautakabari. Maana yake kumbe anajaribu kuonyesha upendo ni nini? Ni tabia. Ila ambao watu wanasimama wanasema hivi, hapa anasema anaitwa Andrew Maziku, nimeokoka, nampenda Yesu, na wapenda sana watu wa Mungu. Sisi hatuna shida na hiyo unayosema nampenda Mungu na wapenda watu wa Mungu. Tunataka tabia yako inayoonyesha ya kwamba kweli unampenda Mungu na unawapenda nini? Watu. Bwana Yesu asifiwe. Lakini kwa nini upendo ni njia bora? Upendo ndio ukomavu wa kiroho. Upendo ndio ishara ya ukomavu wa kiroho. Mtu aliyekomaa kiroho ana nini? Ana upendo. Hata kama ikitokea migongano na changamoto, atasolve changamoto na matatizo kwa njia ya upendo. Sio kwa njia ya kuonea watu, ni kwa njia ya upendo. Kwa maana Biblia inasema ya kwamba mtu akigafirika katika kosa lolote, mrejesheni kwa nini? Kwa upendo. Ishara ya ukomavu wa kiroho. Na jambo la mwisho, kwa nini upendo ni njia bora? Upendo utadumu milele. Amesema sasa yanadumu mambo matatu: imani, tumaini na upendo. Maana yake tunamwamini Mungu, baada ya pale tunatumaini la kwenda wapi? Mbinguni. Lakini katikati ya hayo tunamwamini Mungu na kutumaini kwenda mbinguni na upendo. Lile tumaini la kwenda mbinguni, tukiisha kwenda mbinguni tumaini tena halita kuwepo. Kuamini ya kwamba tutaamini miujiza haitakuwepo, kitabaki mmoja, upendo, kumpenda Mungu jumla. Bwana Yesu asifiwe watu wa Mungu. Bwana asifiwe. Nimezungumza kwa habari ya kumtumikia Mungu kupitia vipawa na karama. Na nimezungumza kwa ufupi sana. Kuna baadhi ya mambo mengi nimeyaacha, ama tukipatana nafasi wakati mwingine tutaongea namna gani unagundua kipawa chako, namna gani unagundua karama yako, na namna gani unaiboresha, na namna gani unaanza kutumika. Hayo tutazungumza wakati mwingine. Lakini nimekuelezea tu maana ya kipawa na karama, kwamba ni uwezo wa asili ambao umezaliwa nao. Inawezekana kuna uwezo ambao ulizaliwa nao kwa sababu ya mazingira uliyoishi, kwa sababu ya familia na changamoto za hapa na pale zilizotokea, zilifanya hicho kipawa chako kikafa, au karama yako ambayo Mungu alikupa ikaondoka ikakuhama kwa sababu ya maisha ambayo wewe mwenyewe uliyaishi. Lakini pamoja na hayo yote, kuna vigezo ambavyo wewe unatakiwa usimame ili uweze kumtumikia Mungu kupitia vipawa na karama.
na nimezungumza katika eneo la utakatifu. Maana yake wewe maisha yako matakatifu ndo yataamua utumikie Mungu kwa kiasi gani. Na Mungu yuko straight, anasema ya kwamba kigezo cha kuingia mbinguni ni utakatifu. Sio kuhubiri kama ninavyohubiri, sio kutenda miujiza, lakini ni tabia yako iliyoko ndani yako, namna ambavyo unavyofanya mambo kuelekea watu wengine na kumwelekea Mungu. Lakini pia unatakiwa kufanya maandalizi na kujaa Roho Mtakatifu. Lakini jambo la mwisho ambalo linazidi mambo yote katika utumishi wote tunaofanya, tuwe ni wahubiri wa Injili, tuwe ni watu gani, walimu, tuwe ni waimbaji, wawe ni wachungaji, wawe ni walimu, wawe ni maaskofu, lakini njia ya mwisho ambayo itakayohitimisha mambo yote katika kumtumikia kwetu Mungu ni upendo, kwa sababu upendo unazidi kunena kwa lugha. Unaweza ukanena kwa ndimi 70, kama una upendo si kitu, kama una upendo haisaidii. Lakini ukiendelea kusoma maandiko ukafuatilia, bado yanaendelea kusema ya kwamba hata kama tukitoa unabii, hata kama tukifanya mambo gani, lakini kama hatuna upendo sisi si kitu. Upendo unavumilia, upendo hautafakari, upendo hauhesabu mabaya. Inawezekana wakati mwingine tumeishi maisha ya kuchukiana, maisha ya chuki moyoni na uchungu, ni kwa sababu tu ndani yetu upendo umeondoka. Ni ajabu kuona ya kwamba kuna wapendo hawaelewani, kuna watumishi hawaelewani. Lakini sikiliza, nataka nikwambie, upendo ndio unaweza kutuunganisha. Ndio maana Yesu anatangaza, anasema kwenye Yohana 17 ya kwamba Baba uwape wewe umoja kama vile ambavyo mimi na wewe tulivyo na umoja. Mchana leo nataka nikukumbushe, tunapoenda kwenda kuendea mkutano na kuwaita watu wamjulie Bwana waokoke, jambo la kwanza tunatakiwa kufanya kuonyesha sisi tuwe watumishi, tufanyike kuwa chumvi, tuifanye kazi ya Mungu, lakini tuishi kwa upendo, ili wakitutazama waone hii ni familia ya Mungu, waone hawa ni watoto wa Bwana. Kiasi kwamba wakitazama wakiona Kalvari si chinguru, waone ni watu wanaopendana, watu ambao hawachukiani, watu ambao hawashimani, watu ambao hawasengenyani. Tukiishi kwa upendo hatutahesabu mabaya. Hata kama mtu akikukosea hautamhesabia mabaya, utamsamehe. Lakini tumekuwa ni watu, akikukosea mwingine unaiweka moyoni, umekaa na kinyago moyoni kwa sababu ya uchuki, kwa sababu ya ugomvi, kwa sababu ya ubaya. Lakini kifungo cha mambo yote ni upendo unaotoka katika shamili safi, bila kudanganya, isiyotakajuliwa. Ndio maana Bwana anasema ya kwamba lolote mtakalo mtendewe na watu, nanyi litendeni hivyo hivyo. Mchana leo kanisa la Bwana na waite tumtumikie tena Bwana kwa kalama na vipawa, kwa kalama na vipawa. Pamoja na hayo yote tutumike kwa upendo, maana ndicho kifungu cha amani. Mwenzako akikukosea, yeye sio malaika kwamba hatakukosea, unatakiwa umsamehe. Hii safari iendelee mbele, hii safari iendelee mbele, na watu wataona ya kwamba sisi kweli ni watumishi wa Mungu tulioitwa kwa ajili ya Bwana. Mchana leo tunapenda kumalisha na kuendea mkutano na kukumbusha ya kwamba wewe umeitwa uokoke, ili mtumikie Mungu, uwavute wengine watu kwenye uokofu kwa njia ya vipawa na kalama, lakini kwa njia ya upendo. Maana ndicho kifungu cha amani, maana ndicho kifungu cha amani. Leo makanisani pamejaa ugomvi, pamejaa chuki, pamejaa kutokupendana. Hii ni alama ya hatari, lakini Yesu anasema tuwe na umoja kama vile ambavyo yeye na Baba walikuwa na umoja. Kanisa na waita tena, turudi tena kwenye upendo, turudi tena kwenye msingi. Watu waliokoseana tusameheane. Inawezekana kweli ndugu yako alikukosea, lakini ninachokushauri moja, msamehe upote kosa lake. Biblia inasema upendo usiri wingi wa dhambi. Upendo unasahau makosa na kuendelea safari mbele. Tunapokoseana tunahitaji kusameheana ili safari iendelee, ili safari iendelee, ili safari iendelee. Makoto zende kepo inamo. Majira haya tunapoenda kumshukuru Mungu na kumwambia Baba asante kwa ajili ya siku ambayo umeifanya, kwa ajili ya kutufundisha tena,
tunapoendea mkutano kwenda kwa upili mataifa ili wamchie Yesu, ni lazima tuende kama watumishi, ni lazima tuende kama watumishi tena tuliojawa na mioyo ya upendo, tukiwakaribisha kwa ukarimu, kwa upendo kabisa wa moyoni, sio kwa kupitia choyo wala chuki. Watu wa Mungu nawaambia, tukienda kama watumishi tuliojawa na upendo, mataifa wataokoka, mataifa watamjia Yesu, watamjia Mwokozi aliyetuokoa sisi, aliyetuokoa sisi, aliyetuokoa sisi. Na majira haya tunakupenda kumalizia, kama wewe maisha yako unayaona kuna mahali hayakwenda sawa, inawezekana unatumika lakini sio kwenye kipawa chako, unahitaji Bwana kusaidia uweze kugundua na kujua kipawa ulichokupa. Lakini inawezekana kuna mahali ulipita umejikwaa ukarudi nyuma, au kuna mambo yameharibika na unahitaji neema ya Mungu ikubebe na kukusimamisha ili usimame kama mtumishi. Unaweza ukakimbia mbele. Kuna neema ya Bwana ipo, kuna neema ya Yesu ipo, kuna neema ya Bwana ipo ya kuwamusha watu, kuwapeleka katika maeneo ya utumishi wao, kuwapeleka katika maeneo ya wito wao. Tunaenda kuhubiri Injili kwa mataifa, lakini sikiliza, tunaenda kama watumishi, tunaenda kama watumishi, tunaenda kama wapako mafuta, tunaenda kama watumishi, tuna kwa mioyo ya upendo iliyojawa utukufu. Unapofika mbele, anza kumwita Bwana. Tena unaweza ukapiga magoti ukaanza kumwita Yesu. Ikotozende pepo lepeketezendelewa ipakatayandama ramokete. Ni majira tuende kama watumishi. Naomba kanisa lote tusogee mbele. Tunaenda kuendea mkutano, tunaenda kama watumishi tena tuliojawa moyo ya upendo, tuliojawa mioyo ya upendo, wafula na ukarimu, tukiwaita watu wamjilie Yesu aliyetuokoa dhambini, aliyetuokoa kwenye makosa, ili wao wamjilie tena. Tunaenda kama watumishi, tunaenda kama watumishi waliojawa na mioyo ya upendo. Katika jina la Yesu. Baba, jina lako ni jina la uweza, ni jina la mamlaka, ni jina linalopita majina yote, ni jina linaloheshimiwa, ni jina lililotukuka, ni jina ambalo linauweza, linainua, linabariki. Takutukuza Mungu ya hai, takutukuza uya hai. Wewe ni Mungu wa pekee, wewe ni Mungu mwenye nguvu. Tetea watu wako, tetea kusanyiko hili, tetea watu wako kwa jina la Yesu, 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 kwa jina la Yesu. Baba, mkutano wa watu wako, mkutano wa kusanyiko lako Baba, hudumia sawasawa na mapenzi yako, hudumia sawasawa na uhitaji wao. Wewe ni Mungu wa pekee. Gusa watu wako, gusa watu wako, gusa watu wako, gusa watu wako katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Baba, kama Mungu Come on.
Ni saa ya kwenda kuguswa, ni saa ya kwenda kuguswa. Vipo vipawa ambavyo hujagundua katika maisha yako. Iko nafasi ambayo hukuwahi kuiona katika maisha yako. Na moja ya jambo ambalo Mungu alitoa katika maisha ya mwamini, Bwana anatoa vipawa, anatoa nafasi. Yawezekana hali uliyo nayo, yawezekana mfumo ulio nao, ni kwa sababu ya kutokutumikia kipawa chako sawa sawa. Ni kwa sababu kuna mahali ukuelewa nini maana ya kipawa chako. Ni shamba unakwenda kumsemesha Bwana kwa ajili ya maisha yako, kwa ajili ya huduma yako, kwa ajili ya kipawa chako, ili ukawe wakili mwema siku utakapoingia katika enzi ya Bwana. Mungu akulishe nini umetenda ulipokuwa duniani, nini umetenda katika kanisa la Calvary, katika nafasi ambayo Mungu amekupa. Kama ukijua hata kuweko mahali hapa ni nafasi tosha ambayo Mungu amekupa, ni laana kutokujua sababu za kuweko mahali hapa, ni baya kutokujua sababu za kuweko mahali hapa. Huwa inafunga baraka zako, lakini ulisho na baraka zako. Nafasi ya kwanza, jua namna kwa nini Mungu amekuleta mahali hapa. Jua kipawa chako, na semina hii inakwenda kuamsha vipawa katikati ya maisha yako. Huko pako unakwenda kuamsha vipawa. Baba yetu, ni sana ambayo Mungu na Mungu ingilie katikati ya watu hao. Kila mmoja kuna namna ambayo umemweka, kila mmoja kuna namna ambayo Mungu amemkusudia, kila mmoja kuna namna ambayo Mungu amemkirimia. Baba, na wainua kwako sasa, ukaweze kusema nao. Yawezekana wametamani sana, au wametumika katika mazingira ya kawaida. Ziko nguvu za adui zilijaribu kuwazuia na kuwakwamisha, lakini kwa upako huu ninainua watenda kazi, ninainua watumishi wako, ninainua kwa jina la Yesu Kristo aliye hai. Baba, kawahudumia sasa, kawainua, kawabariki, kawawezeshe. Ninawabariki sasa kwa jina la Yesu Kristo. Amen. Unayeumwa kichomi, uje huku mbele kwenye upande wa kushoto. Unajua kushoto mkazunguka ile wewe chomi. Baba, ninakushukuru, ninakutukuza. Vita hii ni vita yako Bwana. Baba, naachilia nguvu yako, naachilia uwezo wako, naachilia mamlaka zako katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Laana hii naipenda kwa jina la Yesu. Achia, ninafuta hii hali katika jina la Yesu. Ninafuta hii hali katika jina la Yesu Kristo. Wewe ni Mungu mwenye uwezo na mamlaka. Ninakushukuru na kutukuza katika jina la Yesu. Amen. Barikiwa.